watu wa kwanza wataoabudiwa siku ya kiyama kabla ya mushirikina ni wasomi ambao hawakupata kumwabudu Mungu. Twende. Alimun biilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wathan. Wanasema hivyo. Alimun biilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadul wathan. Msomi ambaye hakutumia elimu yake kumfikisha kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndio wa kwanza kuabudiwa kabla mtu aloabudu sanamu. Ndugu yangu msomi, una degree ngapi? Degree zako zikupeleke kumwabudu Mungu. Anaeleweka? Mbona hapo amtingishi vichwa? Kwa sababu sometimes unakuja katika Qur'ani utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahutubu wasomi. Wa fi samai ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Mfano aya hii Mwenyezi Mungu anaongea na wasomi. Sasa huko mbinguni kuna dalili za uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa watu ambao Mungu amewajalia wenye yakini. Lakini wa fi anfusikum, je, na katika nyie wenyewe afala tubsirun, hamumuoni Mungu? Anakuhutubia wewe msomi unaojua mishipa ya mwanadamu kuanzia kichwani mpaka miguuni. Ukihesabu mishipa, mwanadamu ana viungo 360. Sawa? Je, katika viungo hivyo hujawahi kumuona Mungu bado? Ukifanya hivi umuoni Mungu? Unapiga makofi, umuoni Mungu? Humuoni Mungu? Unajiwasha mgongoni huko. Nani kakwambia wewe kuna washwa huku na mkono haukosei? Na ukikosea unamwambia mkeo hapo. Uoni, lakini unamwambia hapo. Macho anaangalia huku lakini pana wewe umuoni Mungu katika hilo? Wa fi samai ayatu lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wewe mwenyewe ukikaa umuoni Mungu? Unakaa hivi umefungua hivi unaona material ya uoni wako wewe. Ukivuta unajua hichi kisheti, kibibi, perfume, tena unaijua kwa jina lake perfume. Hii Chanel, mimi napenda Chanel. Ili pua hiyo tutundu mbili. Ili jasho tena kali sana, hajaoga huyu. Hujamuona Mungu? Juzi nimemwambia mtu mmoja, tuko darasani tulikuwa tunaijadili aya hii, nikamwambia bwana, sijui madaktari wanasemaje akina Sheikh Abdallah, wewe tangu umeanza kuzaliwa umevaa viatu vingapi? Umevaa viatu vingapi? Nani anakumbuka dozen na jozi za viatu alivyomaliza? Vile viatu ukiacha ulivyovigawa, vilivyoisha soli vingapi? Nataka nijue viatu vimemalizika soli. Hivi soli ya kiatu, tena unatafuta kiatu chenye soli ngumu, na mguu wako kipi laini? Kilichotoka kiishe pale, kiatu au mguu? Hujamuona Mungu bado? Mguu ule laini, lakini kiatu tamba hichi cha Kiitaliano hichi, soli yake siku mbili kimeenda upande. Viatu vyote vinalika huku au huku, inategemea tege lako, lakini mguu wako hauliki huku wala huku vyovyote. Ukiweka vile, unaona miguu ile pale imelika, ile ishamaliza viatu milioni 2. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tunaye ndugu yetu Kombo huyu hapa, anakaa hapo darasani, mnaweza kushangaa anaelewa kuliko sisi, lakini asikii neno hata moja. Mimi na chati naye wewe. Sasa anayemwambia darasa simjui. Wewe mpaka nikwambie, asante baba, lakini mpaka nikwambie huyu hasikii. Anatizama midomo yangu tu anaelewa tafsiri yote. Anayemwambia huyu nani? Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi samai ayat. Kwa hiyo elimu ni ile inayompeleka mtu kwenye nani?
kwenye Mungu. Elimu isiyompeleka mtu kwenye Mungu, hayo yanaitwa maarifa. Ndio maana kule anasema i'lamu, akusema irifu, i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali. Katumia neno i'lamu, jueni, yani kuweni wasomi. Akusema i'rifu, kuweni na maarifa. Hiyo ndio Qur'ani. Sallu ala nabi. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Suratu Al-Imran. Anaongea na wasomi hapa. Hawa madaktari, hawa watu wa science hawa. Ndio tunatakiwa hawa wamjue Mungu kwanza, kisha ndio watu wa fikihi, watu wa kuswali. Wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, mkiwa ni wasome. Kisha Ibrahim akaendelea kuwaambia watu wake, innama ta'buduna min dunillahi awthanan, hakika mambo yalivyo, nyinyi mnawaabudu wasiokuwa Mungu. Hayo ni masanamu, hayo ni sio Mungu. Awthanan, masanamu hayo. Watakhluquna ifka, na mnatengeneza uongo. Huo ni uongo, hakuna Mungu hapo. Kinyago, jiwe, kinyamkera, zote zile ni ifk, ni uzushi, ni uongo. Watakhluquna, na mnatengeneza uongo. Innal ladhina ta'buduna min dunillah, hakika hao mnaoabudu kinyume na Mungu hao, la yamlikuna lakum rizqa. Hapa anawapa homework. Hawawamilikishi nyie riziki. Hilo sanamu hilo halikupi riziki, halikupi namna, si kweli. Hata kama unaenda chini ya jiti kubwa, mimi ndo nimekuja, nasikia sana unataja watu, mizimu ya nani sijui huko, uongo. Yenyewe inamwomba Mungu hiyo mizimu. Kwanza mizimu, mimi sijajua definition ya mzimu, ni mtu alikufa zamani au jini au nani. Unajua sometimes tunajitengezeaga vitu fulani hivi afu vinakuwa kama mdudu anaitwa zimwi. Wasasa zimwi likujualo, ili ni nani hili? Nani kisha aliona zimwi hapa? Zimwi. Lakini kila mmoja akajitengezea, na kila mmoja hapa ana picha ya zimwi. Kwa hiyo ni mitengenezo tu, ni ndio naambiwa hakuna vita mbaya ya kumpiga mtu kuliko vita ya kifikra. Nakamata fikra zake. Unatakiwa uwe huru kufikiri, kuwa huru kama hivi. Nimejiuliza hivi, nafikiri hapa, huyu zimwi ni mdudu wa miguu mingapi? Zimwi likujualo halikuli lika. Najua ni methali kwamba anaye kitu, lakini yupo zimwi, si ndio? Anakaa mji gani? Kwenye maji, porini, mbinguni, ardhini? Maana kuna wadudu wanakaa msituni, kuna wadudu wanakaa kwenye maji, kuna wadudu wanakaa angani, kuna wadudu tunakaa nao majumbani, wakina mijusi na nini. Zimwi anakaa ulimwengu gani? Hakuna zimwi. Ni mtengenezo tu. Hivi neno zimwi kwa lugha ya Kiarabu ndo anaitwa inawezekana Kiarabu tuko wachache. Zimwi Kiingereza, Dr. Muba, zimwi nipe vocabulary, anaitwa ghost. Ndo zimwi, ndo ghost. Ghost ni mdudu gani wewe? Goship. Leo mnaona mnavyochanganyikiwa. Nendeni mkawaze huko. Ndo kufikiri, ndo mtu anatakiwa huru kufanyaje?
kufikiri. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mbele wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Kwa hiyo ghost inaweza kusema mtu alikufa zamani akafufuka, kisha anakaa huko katika mapango, mmetengenezewa hivyo. Mtu akifa kafa, haji tena mpaka siku ya kiyama. Ukifa uji namba nimekuja bwana mizimu ya babu. Wewe hiyo ni una recall tu mawazo mwanzo, unajitisha. Hatuzungumzii ulimwengu wa majini. Majini yapo. Majini ni viumbe vimeumbwa na vina utamaduni wake na siasa zake na mambo yake na kila kitu. Jini yupo. Jini yupo. Mwenyezi Mungu ameumba mnyama, yani kiumbe anaitwa yupo. Sio usifananishe ghost na jini. Jini ulimwengu mwingine, wanaoa, wanaoana, wako wema, wako wabaya, wana utawala wao, wana viongozi, wanaishi maisha yao. Na jini anaishi muda mrefu sana. Anaweza kupiga jini miaka. Saa nyingine kuna jini tangu enzi za Nuhu mpaka leo yupo mtaani kwenu. Hafikiri kabisa kufa. Sababu walimuomba Mwenyezi Mungu tuache ila yaumin yubathun, mpaka siku atakaofufuliwa. Umeelewa mzee Kingi? Jini kitu kingine. Namtaka zimwi. Mmenielewa twendeni tukamtafute zimwi ili kujualo alikuli. Haya. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'inda Allahi rizqa. Hapa Mungu Ibrahim anawaambia watu wake, tafuteni riziki kutoka kwa Mungu. Msitafute riziki kutoka kwa maghosti, mazimwi, vinyago, authan. Kuna darasa kubwa sana. Leo kuna watu wanaenda vibandani kutafuta riziki. Anaomba, sijapata kazi mimi. Shirki. Unamshirikisha Mwenyezi Mungu. Unataka riziki, nenda kumuombe Mungu. Na viko vitu tumetangaza juzi hapa. Ukifanya unapata riziki. Riziki yako inakuwa nyepesi. Miongoni mwa vitu hivyo kuswali swala 5. Riziki yako inapatikana. Kuacha maasi, riziki yako inapatikana. Kuna kitu kikubwa sasa hivi kinakula riziki za watu, zina. Inakula riziki zina. Zina ndio inakula riziki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema azina turithul faqra. Uzinifu unaleta ufukara, sio unaleta umaskini. Kuna umasikini na azina turithul faqra. Zina. Tukae hapo kidogo. Watankusul umra, na inapunguza maisha, umri. Leo watu wanakufa mapema, zina. Riziki hazipatikani baada ya kwa tushazichuma lakini hatuzioni. Sio umerogwa, zina. Na niwaambie, sio lazima uzini wewe. Azina uwepo wa zina katika jamii inaambukiza ufukara kwa watu wote. Leo mimi na wewe tumekaa hapa msikitini tunasoma maneno ya Mungu, kama kuna mwenzetu mmoja huko anafanya mambo hayo, sisi hapa katuua. Wote zina hii. Katika vitu tunavyopokea katika Israiliyat, wanasema wakati ule Nabii Allah Musa alayhi salam ana nguvu kubwa. Maadui waliambizana kasa, mkitaka huyu tumwangushe, hakikisheni katika baadhi ya watu wake wanaomkubali japo mmoja azini. Kilichofanyika katika Israiliyat, walijua wapi yupo Musa na watu wake, vikatafutwa visichana vidogo vigori, vikapeleka kuuza bidhaa kule. Kama hawa mnawaona barabarani, eti mtoto wa kike mzuri kabisa kashika peremende anauza. Wewe peremende hizo wichi
Kuna wengine wanauza miogo, tena miogo yenyewe anakukatia kidogo, inaitwa kifurushi, anakushawishi Walipeleka, huyu anauza sabuni, huyu anauza nini kule, wazuri. Mmoja akapita kwa askari mmoja, bwana mkubwa, njoo, unauza nini? Mimi nauza mahindi. Bei gani? Kiasi kadha. Na wewe mwenyewe? Mimi siuzwi. Mimi sina haja mahindi, nakutaka wewe. Tayari shetani kishakuja. Wenyewe wanavyokuambia shetani, mwanamke akija anatangulizwa na shetani na nyuma anasindikizwa na huku mbele akuvutie, nyuma akumalize. Ndio lazima uangalie, yaani utosheki na moja hivi. Mnajiona Inasemekana yule alimchukua yule akaingia naye kichakani, akafanya naye hayo mambo ambayo tutaki kuyafanya hapa, kuyasema. Kwa ile moja on the spot walikufa 60,000 katika askari wa Musa. Mimi na wewe tumekaa hapa, zinafanyika ngapi huko? Kwa riziki usiende kule, riziki acha hayo. Azina turithul faqra. Ukitaka mambo yale, nenda kaoe, nenda kaoe. Kila siku nasema kuna aya kwenye Qur'ani inazungumzia mambo ya riziki upande wa kuoa. Mimi ningekuwa ni mwanasiasa, ningemuomba mwenyekiti wa chama changu ninachogombania, ima ubunge au nini, aya hiyo aitie katika ilani ya uchaguzi, ili tuwe tunaisoma soma kwa raia tunaotaka watuchague chama chetu. Kwa nini? Kwa sababu kila anayesimama kwenye jukwaa akatuomba kura zetu sisi, anatuambia maisha, nichagueni, nitatengeneza maisha yenu, barabara, afya zenu, elimu. Au kuna mwanasiasa anasema kitu kingine? Nichague mimi kwa sababu, kumbe ilikuwa asome aya hii, nichague mimi kwa sababu aya hii, fankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Mungu anasema waozesheni wasiokuwa na wake katika watu wenu, hata watu wa chini, kama ni watumwa au wajakazi. Pia hakikisheni kama yuko nyumbani kwako muozeshe. Swali linakuja, je, kama hawana kitu tutawaozeshaje? Na maisha haya wanaingia? Mungu anajibu mwenyewe, in yakunu fuqaraa, wakiwa mafukara. Hasemi in yakunu masakin, hasemi wakiwa maskini, wakiwa yughnihimullahu min fadli, Mungu atawatajirisha katika fadhila zake. Aya sio aya inayotakiwa isomwe na wabunge na mawaziri. Aseme hivyo hivyo tu, nichagueni, nitafanya kila mtu awe na mke. Kwa sababu kila mtu katika jamii akiwa na mke na kila mwanamke akiwa na mume, dunia nzuri. Niwaambieni, hata enzi kabla za mitume ilikuwa watu hawazini. Leo mjue hilo. Walikuwa wanaogopa zina, kwa sababu kuna ile wa nafsin wa masawaha faalhamaha fujuraha. Nafsi ya Mungu, ya mwanadamu, Mungu ameifanya ichukie zina. Tangu enzi hizo walikuwa wazini wakioana, japokuwa dini haijaja, lakini walikuwa wana utaratibu kwamba wewe unamtaka mwanamke, wazee wanakutana wapande huu au haya, inapigwa misingi yao. Tumeelewana? Kwa sababu walikuwa wameona huko tajribia, mtu kama anakwenda na mwanamke au mwanamke anakwenda na mwanamume pasi na misingi ya kuridhiana kwa wazazi, sawa, maisha yanakuwa mabaya. Leo watu wanachukua tu, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Mwenyezi Mungu ni mpana, ni mjuzi. Kwa hiyo fabtaghu inda Allahi arrizq, tafuteni mbele ya Mwenyezi Mungu riziki, sio kwenye mizimu. Miongoni mwa vitu vinavyoleta riziki kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mswalie sana Mtume mara nyingi tu. Niliwahi kukupeni idadi hapa, mara 1400
40, 1440 kwa siku ndani ya masaa 24. Mswalie mtume mara 1440, ulali njaa. Pendelea kusema ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta mara 40 kila siku kabla hujaswali alfajiri, ulali njaa. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Hivyo tu mara 40 kabla ya swala alfajiri. Ukosi hela ya kula, utakosa hela zingine, ukosi. Hata magharibi utapata tu, lakini ukisoma mara 40 ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta kila siku kabla ya swala ya, chukua hiyo. Soma suratul Waqi'a kila siku mara 2 baada ya swala alfajiri na baada ya magharibi, ulali njaa. Yote hivyo hela hiyo, ATM yote hela hiyo. Msalimu Mtume Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi. Ndio, wabtaghu inda Allahi rizqa waabuduhu, na endeleeni kumwabudu, washkuru lahu, na mumshukuru, ilaihi turjaun, kwake nyinyi mtarudishwa. Mtarudishwa. Na kila inapokuja hii ya kurudi kwa Mungu, sio kwake mtarudi, hakuna kwake mtarudishwa, mkitaka msitake. Wattaqu yawman, maana kazi turjauna inakuja mughayyaru sigha mabniu lil maf'uli, kwa sababu ikifika siku narudishwa. Hakuna mtu anayetaka kufa, hata mitume iliogopa kufa. Nabii Allah Ibrahim siku alikujiwa na malakul maut, bwana vipi bwana, akaambia nendeni mkamwambie bwana al khalilu yumitu khalilahu, halil khalilu yumitu khalilahu. Mungu sikasema khalili wake, bui wake. Sasa bui anaweza kumuua bui wake bwana? Wale wakaudi kwa Mungu wakaambia, bwana Ibrahimu anasema mpenzi anaweza kumuua mpenzi wake. Mungu akamwambia, nendeni mkamuulize, hal khalilu yakrahu an yalqiya khalilahu, je, mpenzi anachukia kukutana na mpenzi wake? Kila mtu akiona mpenzi wake si anataka kukutana naye, mmemisi. Sasa mimi mmemisi, yeye hajanimisi, mwambieni mkamwambia hivyo. Na hakuna njia ya kukutana na mimi isipokuwa jamaa afe tu. Kwa hiyo hakuna mtu anayependa kufa, ndio maana ikaja hii turjauna. Wote tuna mipango ya miaka 100 mbele huko, lakini turjauna inatuhusu. Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu wenye kheri na sisi. Lazima utie neno wenye kheri na sisi. Na ni vibaya kukaa ukaomba kufa. Mtume kakataza, labda kwa kuogopa fitna. Fitna ile tuliotaja juzi, kuogopa fitna, yani vikwazo vya kidini. Kama unafika wakati vikwazo vya kidini, yani dunia inakuwekea vikwazo vya kumwabudu Mungu, ndio inaitwa fitna. Wal fitnatu ashaddu persecution. Kama dunia haikupi nafasi ya kumwabudu Mungu, unamwambia Mwenyezi Mungu, niue ikiwa kufa kwangu ni kheri, na nibakishe ikiwa kubaki kwangu ni kheri. Tumia ujanja huo. Na wako watu, kuna watu humu Afrika, nitakutajia tena Tanzania hii, walijua hizi tawala hizi zinazokuja. Alifika pala sasa, Mwenyezi Mungu, kuna mtu mmoja atakuja kutawala nchi hii, naomba nichukue kabla hajakuja kuchukua nafasi. Na aliondoka, alikufa. Akaja huyo mtawala, wale wengi wakaacha kufa, wale watu wa khair. Wameogopa alfitna wa minan nasi. Tumeisoma pale jana, na leo tumemsikia Sheikh ameisoma hapa.